إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى رسولنا صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخوة الإيمان، أوصيكم بتقوى الله سبحانه وتعالى، فإن التقوى خير زاد ليوم المعاد. قال جل وعلا: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقوني يا أولي الألباب. إخوة الإيمان، awali kabisa naianza hutuba yangu kwa kuihusia nafsi yangu kwanza, lakini kadhalika kukuhusieni nyinyi pia katika jambo zima la kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu taqwa, kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala, ndiyo bora ya maandalizi siku ya kukutana na Allah subhanahu wa ta'ala. Allah jalla wa ala amesema, watazawwadu, na chukueni maandalizi, chukueni masurufu ya safari ya kuelekea katika kukutana na Allah subhanahu wa ta'ala. Fa inna khayra zadi taqwa, na kwa hakika bora ya maandalizi ni kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwata al-iman, inna min a'zami ni'ami Allah subhanahu wa ta'ala ala ibadihi an ja'ala lahum mawasim lit-ta'at tudha'afu fiha al-hasanat وترفع فيها الدرجات وتكفر فيها السيئات. Ndugu zanguni katika iman, kwa hakika miongoni mwa neema kubwa ambazo Allah subhanahu wa ta'ala amewaneemesha waja wake kwa neema hizo, an ja'ala lahum mawasima lit-ta'at, ni kuwatunuku wao kwa kuwapa misimu ya kutekeleza matendo ya kheri, kutekeleza mambo ya kujikurubisha kwake yeye Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hakika yafahamika kwamba miongoni mwa misimu iliyokuwa bora, masiku yaliyokuwa bora kwa kuachia kauli, ni haya masiku ambayo tuliyokuwa nayo hivi sasa, msimu wa masiku 10 ya mwanzo ya Dhulhijja, masiku ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameyaapia katika kitabu chake. Na nyinyi mafahamu kwamba Allah subhanahu wa ta'ala
anapoliapia jambo, hii yaonyesha utukufu na sharaf ya jambo hilo. Allah subhanahu wa ta'ala ameapia masiku haya kwa kusema wal fajr wa layalin ashr, na apa kwa wakati wa alfajiri, wa layalin ashr, bali naapa kwa masiku 10 ya mwanzo ya Dhulhijja, masiku 10 ya mwanzo ya mfunguo tatu. Abdullah ibn Abbas katika hadithi ambayo ameipokea Imam al-Bukhari, yeye amesema radiyallahu ta'ala anhu, masiku 10 haya ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameyaapia katika aya hii ni masiku 10 ya mwanzo ya Dhulhijja. Bali jumhur ya mufassirin wengi wamekwenda katika kauli hii ya Abdullah ibn Abbas kwamba layal al-ashr ni masiku 10 ya mwanzo ya Dhulhijja. Hii yaonyesha utukufu na nafasi ya masiku haya ya mwanzo ya Dhulhijja. Bali itoshe hadithi ya Mtume alayhi salatu wassalam kuhusiana na masiku 10 haya ya mwanzo ya Dhulhijja, pale Mtume alayhi salatu wassalam aliposema ma min ayamin al-amalu salihu fiha, hakuna masiku yoyote katika huu ulimwengu al-amalu salihu fiha, kufanya amali njema ndani ya masiku hayo, ahabbu ila Allah, ikawa amali hiyo inapendeza zaidi kwa Allah subhanahu wa ta'ala min hadhihi al-ayyam al-ashr, kisha amali hiyo hiyo ikawa inashinda ule ubora wake na fadhila zake vile ambavyo inavyopendeza amali hiyo hiyo katika masiku 10 ya mwanzo ya Dhulhijja. Ndugu zangu ni katika imani, al-aqil, mwenye akili, aliyekuwa anatanabahika, mwenye maarifa, mwenye hofu ya kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala, ni yule ambaye yaghtanim al-mawasim, anakuwa anajivunia na misimu hii kabla fawatiha, kabla ya kuondoka kwake. Bali anakuwa ni mwenye kufanya istidad, anachukua maandalizi kwa misimu kama hii bitaa, kwa kumtii Allah subhanahu wa ta'ala, wa tauba, kurudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala, bali kukithirisha kufanya matendo ambayo yanamkurubisha kuwa karibu na Allah subhanahu wa ta'ala. Huyu ndiye mwenye akili. Kinyume chake, mtu mpumbavu, asiyejielewa, asiyejifahamu, ni yule ambaye akayaona masiku haya ni kama vile masiku mengine yaliyopita katika misimu ya mwaka. Huyu ni mtu ambaye aliyekuwa hakuyapa hadhi masiku kama haya. Ndugu zangu ni katika imani, wanataja wanawachuoni kwamba katika mambo yaliyokuwa makubwa yenye kumsaidia muislamu mja wa Allah subhanahu wa ta'ala katika kujivunia na kufaidika na misimu kama hii ni kuukumbuka wasia wa Mtume alayhi salatu wassalam, wasia ambao umekuja katika hadithi ambayo ameipokea Imam al-Hakim rahimahullahu ta'ala, na al-Allama al-Albani rahimahullahu ta'ala akaihasanisha hadithi hii. Hadithi inatoka kwa sahaba Abdullah ibn Abbas. Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma sema Mtume sallallahu alayhi wasallam amesema alipokuwa akitoa wasia wake, akiwaambia maswahaba zake, ightanim khamsan qabla khamsin, faidika, jivunie mambo matano kabla ya mambo matano, faidika na mambo matano kabla ya kutoweka mambo hayo matano. Mtume alayhi salatu wassalam akaanza kulitaja jambo la kwanza, akiwaelekea vijana kwa sababu wao ndiyo nguvu kazi. Mtume alayhi salatu wassalam akasema shababaka kabla haramik, ujana wako kabla ya uzee wako, faidika na hili, kwa sababu wewe hivi sasa kuna mambo waweza kuyatekeleza, mambo ambayo ukiondoka ujana wako, ukifika kuanzia miaka 35, 40, 50, kuna mambo huwezi kuyatekeleza tena, mambo ambayo ulipokuwa katika miaka 20, miaka 30, miaka 35 ulikuwa ukiyatekeleza mambo hayo kwa wepesi tu, lakini hivi sasa huwezi kuyatekeleza tena. Na haya vijana wawaulize wazee wao, wakae nao wawaulize, hebu baba, kwa dhati yako niambie jambo gani ulikuwa unaweza kulifanya katika ujana wako ambalo hivi sasa huwezi kulitekeleza tena. Baba yako atakufungulia mafolda kwa mafolda, kwa maana mafaili kwa mafaili, yenye kuonyesha kwamba kuna mambo ambayo
alikuwa hapo kabla anaweza kuyatekeleza, hivi sasa hawezi kuyatekeleza tena. Hasa Mtume alayhi salatu wassalam akawaelekea vijana kwa kuwaambia, shababak kabla haramik, ujana wako kabla ya uzee wako, faidika na ujana wako. Mtume alayhi salatu wassalam akasema, wasihhataka kabla saqamik, na afya yako kabla ya ugonjwa wako, faidika na afya yako kabla ya ugonjwa wako. Hivi sasa Allah subhanahu wa ta'ala amekuhifadhi akakulinda na maradhi ambayo watu katika rika lako, watu katika zama zako, watu katika mji wako ni wachache ambao hawasumbuliwi katika maradhi kama hayo. Pengine labda asiyekuwa na kisukari ana vidonda vya tumbo, asiyekuwa na hili ana pressure. Wewe Allah subhanahu wa ta'ala amekuhifadhi akakulinda akakuchunga na hayo, jambo ambalo wengi katika watu wanauguliwa na mambo kama hayo. Faidika na afya yako kabla ya maradhi yako. Bali Mtume alayhi salatu wassalam akaendelea kusema kwa kumwambia, wa ghinaka kabla faqri, wa ghinaka kabla faqri, na utajiri wako, pesa zako kabla ya ufakiri wako. Hivi sasa Allah subhanahu wa ta'ala amekujalia masurufu, una pesa, waweza kununua hichi ukanunua kile, waweza kuitekeleza ibada ya hija, waweza ukachinja, tekeleza kabla jambo hilo halijaondoka, kabla jambo hilo halijatoweka, kwa sababu haya ni mambo ambayo yanakuja na kutoweka. Kam minan nas, wangapi katika watu ambao Allah subhanahu wa ta'ala aliwaruzuku akawafungulia katika maisha yao, Allah subhanahu wa ta'ala ghafla akawaondoshea utajiri wao. Wangapi katika watu? Wapo wengi mno. Kwa hiyo wewe Allah subhanahu wa ta'ala kakujalia unapata kipato chako, watekeleza majukumu yako, unawalisha watu wako, unawalisha ahli zako, watoto wako, familia yako inakwenda vizuri, unawasomesha. Baada ya kuwa tayari umeshatoa matumizi ya asili, tazama kuna mambo ambayo Allah subhanahu wa ta'ala anakutaka wewe katika mali yako kutekeleza katika sehemu za ibada zako, ikiwa ni kutoa au kwenda kufanya ibada ya hija au kufanya kadha wa kadha, sehemu zenye kuhitajia misaada katika misikiti, wewe watakikana ujitoe katika mali yako. Lakini kadhalika wewe Allah subhanahu wa ta'ala amekupa ajira katika wakati wa mapema, wakati ambapo kuna wenzako walikuwa ni genius kukushinda wewe, wao pamoja na genius wao hawakupata ajira, hakuwafungulia katika maisha yao, kakufungulia wewe. Tazama wafaidika vipi na hayo ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amekufungulia katika utajiri. Lakini kadhalika Mtume alayhi salatu wassalam akasema kwa kumwambia sahaba wake Abdullah ibn Abbas kwa kumwambia, wa faraghaka kabla shughlik, na faragha yako kabla ya mishughuliko yako. Hivi sasa ni kijana, pengine labda hujaoa au tayari umeshaoa, lakini bado hujaruzukiwa watoto. Lakini kadhalika kama umeruzukiwa watoto, pengine labda una mtoto mmoja, watoto wawili, bado familia haijakuwa, tazama faragha yako waitumie katika mambo gani ambayo yatakayoweza wewe kuja kukufaidisha katika mustakbali wako. Kwa faragha yatakikana tusitumie kwa ajili ya mustakbali wetu, kwa ajili ya maisha yetu ya baadaye, hususan huko akhira. Faragha yako itumie vizuri, hasa pale ambapo yanapopita misimu ya kheri kwa wewe yakawa yanakupitia, kwa sababu hizi ni fursa, wal fursatu la tatakarrar, na fursa si jambo lenye kujikariri. Kwa tazama faragha yako waitumia katika jambo gani. Lakini kilichokuwa cha ajabu na sikitiko, kama Mtume alayhi salatu wassalam alivyotaja katika baadhi ya hadithi kwamba wengi katika watu hawajui namna ya kuzitumia faragha zao bali afya zao. Katika hadithi Mtume alayhi salatu wassalam ametaja ni'matani maghbunun fihima kathirun minan nas, faqala as-sihhatu wal faragha, au kama qala alayhi salatu wassalam. Mtume alayhi salatu wassalam wasema neema mbili hizi wamenyimwa neema mbili hizi wengi katika watu. Mtume akasema siha na faragha. Na wewe tazama, waweza ukamwona mtu Allah subhanahu wa ta'ala amemkunjulia katika kipato chake, wakati ambapo watu wanahangaika kubeba mizigo masokoni, wanabeba mawe, wanabeba mapolo. Mtu anahangaika mchana kutwa atafuta 12,000 ya kula yeye na watoto wake, haipati siku nzima pamoja na ugumu wa kazi yake. Lakini wewe Allah subhanahu wa ta'ala, au huyu Allah subhanahu wa ta'ala amemkunjulia katika kipato chake, aingia kazini saa 2,
pengine labda saa 4 au saa 7 ameshatoka kazini kwake. Kadhalika pia vile vile katika muktadha wa afya yake amemhifadhi na maradhi ambayo wengi katika watu wa rika lake na zama zake wanasumbuliwa na kuuguliwa kwa maradhi kama hayo. Lakini mtazame muda huu ambao ametoka kazini kwake, ana faragha, anaitumia vipi faragha yake na anaitumia vipi afya yake? Jiulize. Uso kumkuta kakaa chumbani kwake, ana smartphone yake, anaanza kuperuzi. Akitoka mtandao huu anaingia kule, akitoka kwenye kichekesho hichi anaingia kichekesho kile, akitoka hapo kuna runinga inamsubiri, television, akaa pale asubiri tamthilia hii, ikitoka tamthilia hii huyu ameikosea adabu afya yake, bali ameikosea adabu faragha yake. Na ndio maana Mtume alayhi salatu wassalam akasema neema mbili hizi wamenyimwa wengi katika watu. Kwa nini? idh yasrifunahuma fi ghairi mahallihima, kwa sababu wengi katika watu wanazitumia neema mbili hizi katika sehemu ambazo hazistahiki kutumiwa neema mbili hizi. Yani wewe Allah amekupa afya, amekupa faragha, amekupa ujana, unaitumia faragha yako, afya yako katika mambo ya kipuzi, kufuatilia mipira, kufuatilia mechi, kufuatilia mambo ya kipuzi, kufuatilia season. Katika masiku kama haya wewe utakwenda kumjibu nini Allah subhanahu wa ta'ala? Kuwatakikana ujitathmini na ujipekue namna gani waitumia faragha yako, kwa sababu hiyo faragha ipo siku itatoweka, afya yako ipo siku itatoweka, ujana wako ipo siku utatoweka. Kwa hiyo neema hizi hazidumu. Kwa as-sa'id ni yule ambaye anawaidhika kwa haya, akatazama kitu gani ametanguliza mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. aqulu ma tasma'un astaghfirullah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ikhwatal iman, Mtume sallallahu alayhi wasallam katika hadithi hii ya Abdullah ibn Mas'ud radhi za Allah ziwe juu yake na baba yake, aliendelea kutaja wasia wake kwa kuwaambia wa hayatak qabla mautik, nafaidika na uhai wako, maisha yako kabla ya kifo chako. Ndugu zangu ni katika imani, ikiwa wewe Allah subhanahu wa ta'ala amekujalia neema hizi tano, au ikawa tayari baadhi zimeshapita, labda ni ujana au afya au faragha, lakini akakujalia neema ya kuwa tayari uko hai, tena upo hai katika masimu iliyokuwa bora, katika masiku yaliyokuwa bora, ipatilize neema hii ya uhai katika misimu kama hii, kwa sababu neema hii kadhalika itakapotoweka haiwezi kurudi tena, na mwanadamu hana nafasi ya kutekeleza matendo mema isipokuwa pale ambapo atakapokuwa hai, pale ambapo bado punzi zinapuma katika mwili wake. Kutazama uhai wako wautumia katika mambo gani? Je, uhai wako ni sababu ya kukurubisha kwa Mola wako, au je ni uhai wako ni sababu ya kukupelekea kumuasi Allah subhanahu wa ta'ala? Kaji tathmini. Kadhalik ifahamike kwamba sisi tupo katika haya masiku ambayo Mtume alayhi salatu wassalam ametuelekeza kufanya mambo mengi sana, lakini katika hayo ambayo Mtume alayhi salatu wassalam aliyoyataja kuyakithirisha, kadhalika kujivunia katika masiku kama haya, ni kukithirisha at-tahlil wa takbir wa tahmid, lakini kadhalika as-siyam, kwa kadhalika ihimize katika kutekeleza matendo ya khairi ikiwemo kufunga, lakini kadhalika kathratu qiraati al-Qur'an, kuisoma sana Qur'an, utumie uhai wako, afya yako, faragha yako katika hili jambo la kufaidika na kuisoma Qur'an. Tazama, jitathmini, tayari leo tuko katika mwezi 5, umetanguliza kitu gani katika Qur'an? Je, umeshapata wewe walau juzuu 6 au 7 au 10 au 20? Umeshapata? Au je tayari umeshahitimisha? Kwa maana kithirisha katika kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala katika masiku haya. Lakini katika mambo ya kujiandaa katika masiku haya 10 ni ile amal itakayokuja kufanywa katika siku ya mwezi 9, kwa maana siku ya Arafa. Nalo ni jambo la kufunga siku hii, kwa sababu Mtume alayhi salatu wassalam ametaja malipo ya siku hii kwa kusema
ahtasibu ala Allah, mimi ninatarajia kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala an yukaffira as-sanata allati qablaha was-sanata allati ba'daha. Mimi ninatarajia kwa saumu hii ya Arafa Allah afute madhambi ya mwaka uliopita na madhambi ya mwaka unaofuata. Kwa kadhalika tukana tujihimize itakapofika siku ya Arafa kufunga, kuamka na funga, lakini kadhalika kuitumia siku hii kukaa faragha kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Usikubali siku hii ikawa ndiyo siku ya kupelekwa masokoni au kupelekwa kule na huku, wakati ambapo kuna uwezekano wa kuyafanya hayo kabla ya siku hii. Kuyafanya hayo kabla ya kufika siku ya Arafa ili upate kuitumia siku hii hasa jioni yake kukaa faragha na Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini kadhalika kujiandaa na jambo la kuchinja, jambo ambalo wengi katika Waislamu wanalizembea na wengine wana uwezo katika hili jambo kulitekeleza. Wana uwezo katika kulitekeleza hili jambo, lakini basi tu kwa kutokujali, kutokuthamini, wakawa wanaliona kwamba ni jambo la kawaida. Lakini jambo hili ambalo wewe waliona kwamba ni la kawaida ndilo ambalo Mtume sallallahu alaihi wasallam amelitaja katika hadithi kwa kusema man wajada sa'atan ay sa'atan min al-mal, kwamba yule ambaye atakayepata ukunjufu katika mali Allah akamkunjulia katika siku za Eid, akatoa matumizi yake ya asili ya kuwalisha wake zake, watoto wake, tayari kashakamilisha yale anayoyahitajia katika matumizi ya asili, na ikawa kuna kiwango bado kimebaki, man wajada sa'atan min al-mal falam yudhi, na ikawa hana nia ya kuchinja, Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema fala yaqrabanna musallana, asije asikurubie katika viwanja vyetu vya Eid, katika misalla yetu, asije akae huko kwake, swali na mke wake, aswali na wanawe, kama alivyomfanyia ubakhili Allah subhanahu wa ta'ala. Kadhalika ile sehemu ambayo Allah amewakusanya Waislamu, asije katika sehemu hii. Kwa sababu ya haya, baadhi ya wanawachuoni wakasema kwamba jambo hili kwa yule aliyekuwa ana uwezo, na ndio kauli ambayo ina nguvu, kuchinja ni wajibu kwa yule ambaye Allah amemjalia ziada ya mali baada ya kutoa mahitajio ya asili, huyu anawajibika kuchinja. Inna Allaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. اللهم اخلص عملنا من الرياء، اللهم اخلص عملنا من الرياء، اللهم اجعل عملنا خالصا لوجهك موافقا لمرضاتك نافعا لعبادك إنك سميع الدعاء. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منه الأموات. الله ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وأقم الصلاة.